Asante sana. Kuna sala au athari mbalimbali ambazo zinaweza zikasababishwa mtu anapokuwa na swala zima la wasiwasi. Kuna sali ya kwanza ambayo naweza kusema kwamba mtu anaweza kukosa utulivu au katika kutoa maamuzi. Kuna mtu ambaye ana wasiwasi moja kwa moja, awepo kazini, awepo kwa jambo lolote ambalo analifanya. Ni watu ambao wanakuwa na hofu sana katika swala zima la kutoa maamuzi. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku hata kama inabidi kuna jambo fulani atoe kwa wakati, labda kama ni kuanzisha biashara au ni kuanzisha mradi wa aina yoyote, ni mtu ambaye ana tabia ya kuahirisha. Kwa hiyo swala kwamba asiwezi kufanya jambo hili, ngoja kwanza niangalie, nina wasiwasi, nifanye jambo fulani. Kwa hiyo ni mtu ambaye katika swala zima la decision anajichelewesha mwenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku vile anavyojichelewesha kuifikia ndoto yake inakuwa ni changamoto kubwa sana. Awepo kazini, ni mtu ambaye kutoa maamuzi, yani hawezi kutoa maamuzi ambayo yanaweza akamsaidia, ambayo yanaweza akafikia kwa ajili ya kumsaidia mpaka kufikia malengo yake na mwisho wa siku kufanya jambo lake kwa bora. Sababu ana wasiwasi ambayo imepitiliza, hawezi kujitetea, hawezi kuangalia ile vision yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa na changamoto ambayo inakuwa ni kubwa sana, ambayo inaweza ikasababisha ashindwe kufikia mpaka malengo yake. Pia kuna athari nyingine tunaweza kusema kwamba athari za kimwili. Mtu ambaye ana wasiwasi ndio tunaona kwamba ni mtu ambaye anaweza ana sweat sana. Ni mtu ambaye anaweza kwa shinikizo la damu kupanda. Ni mambo ambayo yanakuwa na athari. Unakuta kuna muda mwingine analalamika kichwa kuuma. Analalamika kichwa kuuma. Kichwa kinaniuma sana. Nina hali kumbe ni wasiwasi. Ni mtu ambaye anasema ninahisi vichomi. Yote ambayo ni mambo ambayo yanasababishwa na swala zima la wasiwasi ambayo imepitiliza. Ni mambo ambayo yanaweza yakamwathiri mtu katika swala zima la maisha yake. Pia kuna swala zingine ambayo naweza kusema kwamba inaweza kusababisha pia sema kwamba magonjwa mengine ya afya ya akili au changamoto ya afya ya akili. Tunaweza kutazama magonjwa kama sonona. Wasiwasi kipitiliza au wasiwasi kiwa kwa asilimia kubwa sana. Mtu ambaye anakuwa na wasiwasi mwisho wa siku tutaona kwamba anaangukia kwenye swala zima la huzuni. Kwa hiyo ni mambo ambayo anaweza akamkumba na akasababisha kwamba katika maisha yake akaathirika kwa asilimia kubwa. Akaathirika kwa asilimia kubwa. Na ili uweze kuwa imara, kwa ni jambo la msingi sana, mtu ambaye anakuwa na huzuni hatuwezi kuona kwamba ni mtu ambaye anapambana sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajitenga, ni mtu ambaye hawezi kufanya jambo lolote, ambao ni mtu ambaye amekosa furaha. Na nakumbuka United hii hapa shirika ongelea kwamba Umoja wa Mataifa waliwahi kutoa takwimu au waliwahi kutoa orodha ya mataifa ambayo yamekosa furaha, mataifa ambayo nimeona juzi hapa kuna ripoti hiyo kwamba bado nchi gani inakimbiza ile kwenye swala zima la huzuni. Furaha, kuna mataifa ambayo yana furaha, moja naona bado linakimbiza mpaka leo. Kuna kama taifa kama yenye furaha, kuna Netherlands, hizi mataifa ambayo kitu kama hicho yanaweza kana na furaha. Lakini Tanzania iliwahi kuonekana kwamba ni taifa la tatu kutoka mwishoni, ni watu ambao hawana furaha. Ni taifa lenye utulivu, ilionekana kwamba ni taifa lenye amani kwa 2017 lakini tuliweza kuzidiwa. Lakini ni watu ambao hawana furaha. Mtu anaweza kusema amani na utulivu. Utulivu ni hali ya mtu kutokuwa na vurugu, lakini amani tunaongelea kwamba nasema kwamba inakuwa na state of mind, ambayo ni peace of mind, inatoka kwenye ubongo wa mtu moja kwa moja, inaanzia kwenye ubongo. Ndio maana unakuta mtu ana ofisi kubwa, ni mtu ambaye yupo amejipata, anafanya mambo makubwa, lakini hana amani au hana furaha. Lakini utulivu ana ofisi yake na mtu yuko huko ana nguo yake imechanika huko, maisha yake magumu lakini anaenjoy. Lakini ni mambo ambayo, lakini kaja tena 2018 baada ya kuwa kati ya nchi 156 na pia tukawa ni watu wanne, bado tu ni watu ambao hawana furaha Tanzania. Kwa ni mambo ambayo yanaweza kusababisha, ni vitu vingi vinavyosababisha. Na pia swala zima la wasiwasi imewahi kutazama na shirika la afya duniani, ambayo ilikuwa ni mwaka 2022. Iliwahi kuonyesha kwamba takwimu ziliwahi kuonekana kwamba watu zaidi ya 25% ni wanaishi na wasiwasi. Ambapo hiyo kwenye ile tafsiri ambayo tunasema ni watu wangapi, labda mmoja au wawili, inakuwaje kwa maana ya 25%? 25% ni zaidi ya watu milioni 300.
zaidi ya watu milioni 300. Kwa maana kwamba kwenye watu wawili labda mmoja inakuwaje au inakuwaje tafsiri yake? Asante sana, nimekuelewa. Kwa hiyo nakwambia kwamba labda ukiona watu 4 watu 5 walipokaa, kuna watu 3 wana changamoto hii ya wasiwasi. Okay. Wanapitia hii changamoto ya wasiwasi. Kwa hiyo ni takwimu ambazo zinaonyesha namna gani wasiwasi imewakumba watu wengi, na wasiwasi inaweza kusababisha watu kushindwa kufikia ile level yao ambao wanabidi waweze kufika. Wasiwasi inapoteza tumaini kwenye swala zima la kiuchumi. Wasiwasi inapoteza ile nafasi yako au inapoteza ule uwezo wako wa kujipambanua na kuweza kutoa maamuzi kwenye swala zima la kiuchumi. Wasiwasi inaweza kusababisha mtu kwamba inamfunga ubongo wa mtu kuweza kufanya jambo lake ambalo anatamani kulifikia. Labda mtu anatamani kuwa public speaker mkubwa, labda mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa, lakini anashindwa kufikia hayo malengo kwa sababu labda anahisi kwamba nitakataliwa. Hapana, mtu hata kama utakataliwa, hii ni hatua mojawapo ambayo inaweza kukusababishia wewe upate kufika mbele. Kwa ni mambo ambayo yanasababisha kwamba watu wengi washindwe kufikia ndoto zao, watu wengi washindwe kufikia biashara zao, watu wengi washindwe kufikia yale malengo yao ambao wanatamani kuyafikia. Ni athari kubwa sana ambayo inaendelea kuwakumba watu. Wewe ulipokaa inabidi uamke sasa, utoe maamuzi kwamba ninaenda kupambana, haijalishi kwamba ninapitia mazingira gani, haijalishi kwamba nimekuwa katika hali gani, wasiwasi ni lazima uishinde. Kwa ni mambo ambayo ni athari ambazo zinaweza zikakukumba ukashindwa kufanya yale mambo ambayo unatamani kufika. Wewe ni kijana, kwa hiyo sisi ni vijana ambao ilionekana kwamba asilimia kubwa waathirika wa wasiwasi ni vijana. Kwenye hiyo takwimu ambayo ilitoka Tanzania, hata Tanzania, duniani kwa ujumla, vijana ni kama ni kundi kubwa ambalo linaathirika na swala zima la wasiwasi. Kwa nini labda vijana? Sababu vijana wanapitia labda waliongelea kwenye swala zima la kiuchumi ambalo linasababisha kwamba labda kijana anasema kwamba nitapambanaje ili niweze kufikia malengo yangu. Anakuta milango imezibwa, milango inamnyima nafasi. Kwa hiyo ndio maana anaangukia kwenye swala zima, hata kutoa maamuzi inakuwa ni ngumu sana, sababu swala zima kwamba labda ni watu ambao wamegraduate wako mtaani, anaangalia ajira imekuwa ni sehemu ngumu sana. Anaona kwamba mimi siwezi kufanya. Ni mtu ambaye anaona kwamba labda amepoteza muda akiwa kwenye swala zima la kielimu. Lakini hapana, kwa anakuwa wasiwasi, mwisho wa siku anakata tamaa, siwezi kufanya jambo lolote. Kuna watu wengine wamekataliwa sana kwenye masuala ya interview, labda afanye biashara, anaona kwamba hawezi. Labda kuna mtu mwingine anatamani kwamba aanze biashara, lakini anakuta hana mtaji. Kwani anajikuta yeye maisha yake yamekuwa ni sehemu ya wasiwasi ndiye inakuja kumzonga, ambayo hiyo wasiwasi inasababisha hata yale maono yake kufa, na mwisho wa siku mtu anakata tamaa kabisa. Ni mambo, ndio maana wimbi kubwa la vijana linaangukia kwenye swala zima la wasiwasi. Changamoto ni ajira, changamoto pia ya pili ni ugumu wa maisha na mambo mengine, na maisha na mfumo wa maisha usiopoa. Namna gani unaweza ukawaathiri katika swala zima la wasiwasi. Ni athari ambazo zinawakumba sana watu wengi kwa swala zima la wasiwasi. Lakini kwa makundi mengine hali ikoje? Kwa maana ukiacha vijana, kwa maana kwamba watoto, watu wazima wao pia kwenye eneo hilo la wasiwasi. Watoto na watu wazima imekuwa sio asilimia kubwa sana ukilinganisha na vijana takwimu zinavyosoma kwa sasa. Ndio. Wasiwasi unaweza kupelekea mtu akajitundika labda, maana sasa hivi tumeona kuna taarifa nyingi sana hasa Tanzania, baadhi ya mikoa unakuta watu wanajinyonga, huyu kajinyonga, huyu kajinyonga, huyu kajinyonga. Hiyo na yenyewe iko vipi? Asante sana, swali ni nzuri. Wasiwasi inaweza kusababisha mtu kwamba kujinyonga. Ni kweli kabisa, inaweza kusababisha. Tutolee tu mfano, unakuta labda kuna mtu labda kuna tukio, kuna mambo ambayo yanamsumbua, na pia tunapoongelea wasiwasi kuna jambo fulani mtu ambaye linamsumbua. Labda mtu anahisi kwamba yeye amekataliwa. Anahisi kwamba yeye amekataliwa. Mtu kaachwa na mpenzi wake. Mtu ambaye alikuwa anamtegemea sana akapoteza maisha. Labda kuna mtu mwingine alikuwa anaishi na wazazi wake au familia yake, kuna watu wale aliokuwa anawategemea sana. Wamekuwa mbali naye, ama wamekufa kwa ajali, ama kuna matukio ambayo yamemuumiza moyo. Kwa hiyo yeye aliweka tumaini kubwa kwa wale watu ambao walikuwa wanamzunguka. Kwa hiyo akitazama na kuangalia maisha yake kwamba amebaki peke yake, amebaki alone, ni wale watu ambao alikuwa anawategemea hawapo tena.
Ndio maana unaona kwamba kuna mtu anaamua, anachukua maamuzi magumu, anaenda anajitundika. Mtu anachukua maamuzi magumu, anajiua kwa sababu ana wasiwasi kwamba nitaishije wakati hao watu ambao nilikuwa karibu nao hawapo tena mbele yangu. Hao watu ambao walikuwa wananipa company, ni watu ambao walikuwa wanaonyesha direction ya maisha yangu, siwaoni tena mbele ya macho yangu. Sasa ni nini ambacho kimebaki? Bora mimi nife tu. Bora mimi ni sina thamani. Ndio yanakuja mambo kama sina thamani, sioni haja ya kuwepo duniani, sioni kama kuna haja ya kuishi mimi. Ni mambo ambao wasiwasi kubwa inamfunika, hofu kubwa inamfunika, anatoa maamuzi magumu hayo mpaka kupoteza maisha. Ni mambo ambayo yanaweza kusababishwa pia na wasiwasi, sababu labda kuna mtu mwingine alikuwa na kazi nzuri, ameachishwa kazi. Baada ya kuachishwa kazi, akiangalia maisha yake hana uchumi wa aina yoyote, anakuwa na wasiwasi kwamba nitaendeshaje maisha yangu, nitafanyaje kwenye maisha yangu. Ni mtu ambaye anakuja anatoa maamuzi magumu, anaona kwamba bora ni jiue. Tumeona mambo mengi sana yakitokea. I think yanatokea sana. Kuna kama sikosei mwaka jana, kuna mtu alijinyonga kule Arusha, alikuwa ni daktari wa I think kama magonjwa ya watoto. Lakini alijiua. Kwa sababu gani mpaka alijiua? Sababu ya ijapo sababu hazikuonekana reality, lakini tunachojua kwamba asilimia kubwa ambayo ilipelekea ni magonjwa haya ya hisia. Kudhani mtu ambaye akaangukia kwenye swala zima la sonona. Tunajua kwamba wasiwasi inapodhidi inasababisha kwamba mtu aweza kupata mgonjwa kama wa sonona. Ni sababu ya wasiwasi. Ndio. Sawa, kwenda kupata mapumziko mafupi alafu tutarudi hapa. Natamani tukirudi tuangalie ni mbinu gani sasa rahisi sana mtu anaweza kuanza nazo ili kudhibiti wasiwasi. Tutagusia hapo. Alafu tutakuwa na dakika chache za kuweza kuhitimisha. Mtazamaji wa Habari Maalum TV na mtazamaji wa Morning Shine, bila shaka haupotezi muda kwa maana ya kwa haya ambayo tunayazungumza hapa, mimi pamoja na Sula Matusekela, akiwa ni mwanasaikolojia ambaye yeye ni msomi kabisa, ambaye amekaa darasani akajifunza mambo haya, ndio anazungumza pamoja na wewe, anazungumza pamoja na mimi hapa.